Bukokwa oye! Rais Samia oye! Kwanza ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu leo tumekuja hapa Buchosa. Tulikuwa na mkutano na waheshimiwa madiwani, na pale kwenye mkutano nimekwenda kuwapongeza madiwani wa halmashauri ya Buchosa kwa sababu wanafanya vizuri sana katika kukusanya mapato ya serikali. Na ninampongeza pia mkurugenzi yuko hapa anaitwa Mihayo. Halmashauri ya Buchosa wakati inaanza ilikuwa inakusanya kwa mwaka shilingi bilioni 1 na milioni 200. Lakini mwaka 22-23 wakafikia angalau kukusanya bilioni 2. Mwaka 23-24 wakafikia kukusanya bilioni 3 na milioni 100. Lakini mwaka 25-26 Buchosa wanakusanya shilingi bilioni 4 na milioni 700. Kwa hiyo leo nikaja ili kuwapa maua yao madiwani na mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri. Sasa hivi Buchosa ni katika halmashauri zangu za mkoa wa Mwanza zinazofanya vizuri sana. Kwa hiyo na nyinyi wananchi ni lazima habari hizi mzipate, mzielewe. Lakini kwa nini tunawapongeza kwa kukusanya mapato? Unaweza ukakusanya fedha nyingi, lakini fedha hizo zikaishia kwenye tumbo lako. Lakini hawa madiwani na mkurugenzi nimewapongeza kwa sababu pamoja na kupata pesa bilioni 4 na milioni 700, fedha zao wameziingiza kwenye kusaidia miradi ya wananchi. Kwa hiyo miradi mingi hapa Buchosa, sasa hivi wanajenga kituo cha afya, wameweka pesa nyingi sana. Lakini hata hili soko sasa hivi nafikiri kila mtu analifurahia. Uongo kweli? Kweli. Lakini pia nikaambiwa leo kwamba hili soko limejengwa kwa fedha ya halmashauri. Nikawaambia sasa ni lazima niende nione, kwa sababu mimi nafanya kazi kama Tomaso. Tomaso alikuwa rafiki wa Yesu. Alipoambiwa Yesu kafa hakuamini mpaka alipogusa mwili wa Yesu. Kwa hiyo na mimi nitaka nijionee soko zuri lililofunguliwa hapa Bukokwa. Pamoja na hayo, lakini wameweka sasa hivi wanatengeneza madawati ya kutosha ili wayagawe kwenye shule zote ili watoto wasikae chini. Kwa hiyo mkurugenzi, mwenyekiti hapa hayupo, wewe na madiwani wenzio ninawapongeza sana. Na nilipofika hapa nikaambiwa tunao tatizo kwamba wafanyabiashara wamekuwa wengi na soko sasa halitoshi. Nikawa ninauliza haya majengo mengine ni ya nani? Wakasema ni ya chama cha ushirika. Kwa hiyo nimesema katibu tawala wa mkoa, pale ofisi ya mkuu wa mkoa, baada ya mkuu wa mkoa anayefuata ni katibu tawala wa mkoa. Mimi kazi yangu kusimamia maendeleo, kazi yangu kusimamia amani, wananchi wapate amani, kusimamia wananchi wasionewe. Kazi yake huyu ni kuwasimamia watumishi wote wa serikali katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo, lakini mmepata bahati kwamba na yeye anatoka Buchosa, anatoka Nyehunge. Ni mtoto wa Buchosa. Mnasema ni mwanamzengo. Mwanamzengo wa wapi? Wa Buchosa. Lakini pia huyu mzee alikuwa hesabu zote za nchi hii za fedha zikikusanywa, zikiwekwa kwenye kapu la taifa, huyu ndio alikuwa anasimamia fedha yote ile nchi hii. Anaitwa kamishna wa bajeti. Bajeti ikipigwa ya nchi yote, anayesimamia ile bajeti ya nchi yote alikuwa anaitwa Elikana Balandia. Lakini sasa ameletwa nyumbani huku Mwanza ili atumie uzoefu wake na utaalamu wake kusaidia maendeleo ya mkoa wa Mwanza. Nafikiri mnaona lami hapa inaenda ya Nyehunge kwenda wapi? Moja kati ya watu waliosaidia sana ni mbunge Eric Shigongo kwa kushirikiana na katibu tawala wa mkoa. Fedha imepatikana, ndio maana leo wakandarasi wameshaanza kazi ya ujenzi wa barabara ya lami. Kwa hiyo hilo nifikiri mlielewe. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa na wewe pia hapa ni kwenu,
hawa watu wa ushirika hawa wako chini yetu, tuwaite tukae nao, tuwaambie kwamba wana ushirika tena wana ushirika wenyewe wanatoka hapa hapa Buchosa, kwamba wananchi hapa sasa soko lao limeshakuwa dogo, watuuzie sisi, hatuchukui bure. Tukubaliane nao haya majengo yao haya tuyathaminishe, alafu halmashauri ya Buchosa ilipe fedha ili haya yavunjwe baadaye, ili soko lijengwe liwe kubwa zaidi, ili tuwe mjini zaidi hapa Bukoko. Hapo vipi?